Kwa Mombasa ambapo wakazi wa Mombasa pamoja na wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu wameitaka serikali ya kaunti kuchukua hatua za haraka kuboresha miundombinu ya mifereji ya maji, wakionya kuna uwezekano wa kuwepo kwa mafuriko makubwa huku mvua kubwa ikiendelea kunyesha katika eneo hilo. Wasiwasi unazidi kutanda kwa wakazi wa kaunti ya Pwani kufuatia mafuriko yanayosababishwa na mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali nchini. Wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu wamewataka viongozi wa kaunti na wa serikali ya kitaifa kuingilia kati mara moja ili kuboresha miundombinu ikiwemo barabara zilizoharibika, mifumo ya maji taka inayofurika na mifereji duni ya maji kama changamoto kuu zinazoathiri mji huo. Kila upande unapoona ni kwamba hii miundo msingi imezorota kabisa, ni mambo ama infrastructure ambazo zimejengwa tangu wakati wa ukoloni na hadi hivi sasa hakuna lolote ambalo limeweza kuboreshwa kwa wale wakazi na wananchi wa hapa Pwani. Wetu tumewapangia nini? Je, tunafanya nini hivi sasa kuhakikisha kwamba jamii iko mahali pazuri? Ukiangalia Mombasa, miji yetu yote chini sewage kila mahali. Ukiangalia juu giza, Kenya Power taa zinapotezwa kila siku. Walimtaka Gavana Abdulswamad Sharif Nassir pamoja na wabunge wa bunge la kaunti kutanguliza utoaji wa huduma na ustawi wa wananchi badala ya maslahi ya kisiasa katika kushughulikia miundombinu iliyoharibika, hali ambayo imewaacha wakazi katika hatari kubwa wakati wa msimu huu wa mvua. Gavana mwenyewe ambaye afaa achukue leadership kuonyesha kuwa mji wetu ambao unajulikana kama second city imeng'ara, lakini ndio uji mchafu, ina stink, yanuka vibaya sana. Lakini hatutanyamaza, hatuwezi kubali, maana tunalipa ushuru wa hali ya juu. Lazima tujitokeze kimasumasu na tuwapatie, wafanye accountability. Lazima MCA waajibike kwa masuala haya. Tatizo la infrastructure ni jambo ambalo limeweza kutatiza kaunti nyingi sana. Ukiangalia ndugu zetu pande za juu Nairobi na zile kaunti nyingine wameweza kupata maafa mingi sana kwa sababu ya kukosa kujitayarisha kwa mvua ambazo zinanyesha. Jaribuni zile sewage system, zile drainage system, zile barabara muweze kuhakikisha kwamba ziko salama na ziko amani kwa wakaazi wote wa Mombasa na kaunti za Pwani. Wasiwasi wao unajiri wakati wa taifa likiwa katika tahadhari kufuatia mafuriko mabaya yaliyoripotiwa hivi karibuni katika maeneo mbalimbali nchini ambayo tayari yamesababisha vifo na uharibifu mkubwa wa mali, wakihofia mlipuko wa magonjwa yanayosababishwa na maji. Madhara ya mvua, kuna maradhi katika mvua ikinyesha, kwa sababu maji yatakapokuwa ni stagnant water, mbu atakuwa pale, malaria itatuhusu, bilharzia itatuhusu. Nyinyi kama viongozi, si kuwa twaomba, ni jukumu lenu kama viongozi mufanye wajibu wa kutekelezea mahitaji yetu sisi kama wananchi. Kama tunachokihofia ni yale maafa ambayo yameweza kutokea katika maeneo mbalimbali, hususan kwa wanawake na watoto ambao wameweza kupoteza uhai na kusombwa na mafuriko kama yale. Hapa Mombasa ama Pwani kwa jumla, tunataka kuuliza viongozi, tumejitayarisha aje